Ndugu wanahabari, sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo tumeshitushwa na kushangazwa na kauli za kubabaisha za serikali kuhusu ukweli na usahihi wa gharama za ujenzi wa miundombinu ya AFCON 2027 hapa Zanzibar. Tunaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutowababaisha wananchi wenzetu na kutoa taarifa sahihi na kamilifu kwa umma na kuweka wazi juu ya tofauti zilizojitokeza katika taarifa za gharama za ujenzi wa miundombinu ihusianayo na maandalizi ya kombe la AFCON 2027 hapa Zanzibar. Ndugu wanahabari, kama inavyoeleweka, hivi karibuni kumezuka mjadala mkubwa unaohusu usahihi wa gharama halisi za ujenzi wa miundombinu ya AFCON hapa Zanzibar. Mjadala huu umezuka baada ya mwenyekiti wetu wa chama taifa, ndugu Othman Masoud Othman, wakati akifanya mahojiano na mtangazaji wa Wasafi TV ndugu Charles William, alipoeleza mtazamo wake na kuainisha uchambuzi wake juu ya baadhi ya mapungufu yaliyojitokeza, hasa kuhusiana na ukubwa usiowiana kiuchumi wa gharama za miundombinu hiyo ya AFCON kwa Zanzibar, akieleza wasiwasi wake juu ya uwezekano wa kurudi kwa gharama hizo kubwa za Tanzania shillings trilioni 1.6 zilizotajwa kutengwa kwa mpango huu wa AFCON 2027, hasa ukizingatia ukweli kwamba Zanzibar sio muandaaji wala mashindano hayo hayatuhusu sana kwa sababu sio mwanachama wa CAF. Tunasimama leo hii kuukumbusha umma kwamba wakati wa kusomwa kwa bajeti kuu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Waziri wa Fedha na Mipango alilieleza Baraza la Wawakilishi kwamba, naomba kunukuu, kufuatia fursa ya uwepo wa mashindano ya kombe la AFCON ya mwaka 2027, serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.69 ili kuwekeza katika kuimarisha maandalizi ya kitaifa katika miundombinu ya michezo, usafiri, utalii na huduma za kijamii, kwa lengo la kutumia mashindano hayo kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi, ajira na kulitangaza taifa kimataifa. Ndugu wanahabari, kwetu sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo tumepata wasiwasi mkubwa wa utofauti wa taarifa sahihi zilizotolewa na serikali moja